Fanya maombi ya usiku wa manane. Tenga muda wa kufanya maombi ya usiku wa manane. Tafadhali, jitahidi uamke uombe. Maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye nguvu sana. Maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye matokeo makubwa. Kila aliyewahi kuomba maombi ya usiku wa manane aliona matokeo. Maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye nguvu sana. Ni maombi yenye matokeo makubwa. Ikiwa unamuomba Mungu, unatamani usikie Mungu akisema na wewe, mbingu zikifunguka kwa ajili yako, jitahidi kuamka usiku wa manane kuomba. Mara nyingi wakati wa usiku wa manane ni wakati ambao watu wengine wamelala. Na kikawaida mbingu huwa zinafanya kazi kubwa sana usiku wa manane, kwa sababu shetani ndio wakati wake wa kufanya kazi. Ni kwa sababu anaitwa mfalme wa giza. Ni kwa sababu anaitwa mkuu wa giza. Maana yake anatawala nyakati za giza. Usiku wa manane ni usiku ambao malango ya mbinguni yanakuwa yako wazi kwa ajili ya kuhudumia watu wa Mungu. Ni kwa sababu nyakati za usiku ni wakati ambao wengi tunaomba Mungu atutunze, Mungu atulinde, tulale salama. Kwa sababu akili zetu, ufahamu wetu unakuwa umelala. Pale hatuwezi kujitetea, hatuwezi kujiokoa, hatuwezi kujisaidia, bali ni nguvu ya Mungu pekee ndio inayofanya kazi ya kutulinda. Ni wale malaika wa zamu ndio wanaofanya kazi ya kututunza. Sasa usiku kama huo, malaika wako active kwa ajili ya kuhudumia watu wa Mungu. Mbingu zinakuwa ziko wazi kwa ajili ya kuhudumia watu wa Mungu. Uwepo wa Mungu unakuwa ni mkubwa. Nguvu za Mungu zinakuwa zinatawala kulinda eneo lote. Wakati kama huo ukiamka kuomba, manake malango ya mbinguni pia yanakuwa yapo kazini. Unaweza kupata majibu yako kwa haraka zaidi pale ambapo ulikuwa unatamani uone mkono wa Mungu. Unaweza kuona mbingu zinaleta majibu kwa haraka kwa sababu tayari uwepo wa Mungu unakuwa uko wazi. Ukiamka usiku wa manane na kuomba, utasikia roho wa Mungu anakusaidia. Utasikia nguvu za Mungu zinakushukia kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Utasikia ujasiri, utasikia nguvu na imani inaongezeka. Utasikia tumaini hata kama kuna mambo yalikuwa magumu. Baada ya kuomba usiku wa manane utasikia unaanza kupata amani. Utasikia kuna mambo yanaanza kufunguka. Ni muhimu kuamka kuomba. Kitabu cha Injili ya Luka sura 11 mstari wa 21, 22 na 23, Biblia inasema kwamba mtu mwenye nguvu aliyefunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kunyang'anya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami, huyo yuko kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba haya ni maneno ambayo Kristo Yesu aliyasema, ya kwamba mtu mwenye nguvu anapokuwa na silaha zake kwenye ulinzi, nyumba yake inakuwa salama. Lakini akitokea mwenye nguvu kuliko yeye, mwenye silaha kuliko yeye, manake anaweza akamteka na akateka nyara vitu vyake vyote. Wakati wa nyakati za usiku wa manane, shetani anafanya juu chini kuteka watu wa Mungu, kuteka nyara vitu ambavyo Mungu alikuwa ametupatia, kuteka nyara majibu ambayo Mungu alikuwa ametupatia. Ni kwa sababu tunakuwa tunalala, hatuna nguvu inayoweza kutulinda moja kwa moja. Tunakuwa tumemuomba Mungu maombi ya kawaida tu, yale ya kujikabidhi mbele za Mungu, lakini hatujajikabidhi kwa kualika uwepo wa Mungu na kusema na Mungu, amka uombe, useme na mbingu. Amka uombe, utoe majibu yako ambao adui alikuwa anayang'ang'ania. Usukume maombi yako ambao alikuwa hajapata mpenyo. Mungu atakusaidia. Maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye nguvu. Jitahidi kuomba. Una mume wako, muamshe aombe kama ameamini pamoja nawe. Una mke wako, muamshe aombe ambaye ameamini pamoja nawe. Kuna mtu uko naye kwenye ukaribu ama uhusiano au chochote kile, jifunze kuamsha kuomba. Jifunze kuamsha kuomba. Una watoto wako, wafundishe kuomba usiku wa manane. Maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye matokeo makubwa. Naamini ukiendelea kuomba utauona mkono wa Bwana. Basi ni wakati huu sasa tunajikabidhi mbele za Mungu. Tunaingia kwenye maombi ya usiku wa manane. Mungu Baba, tunasema asante kwa neema na kibali. Tunakushukuru kwa kuwa matendo yako yanatisha kama nini. Asante tangu asubuhi, asante tangu mchana, jioni na usiku, na hata sasa ni usiku wa manane. Mbingu zimefunguka, malango yako wazi kwa ajili ya kusikia maombi yetu. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba utakaso wako kwa damu yako Kristo Yesu. Tunaomba uturehemu. Wakati mwingine tumekosea kwa kufikiri, kuwaza, kujikatia tamaa na mambo mengine mengi ambayo kibinadamu tulikosea. Tunaomba utakaso.
utakaso. Tunaomba Bwana rehema zako, tunaomba Bwana wingu lifunguke usiku wa leo. Nami naomba pamoja nawe nikiwa kama kuhani na kuongoza katika maombi haya, Roho wa Mungu ashuke mahali unapoomba. Uwepo wa Mungu kuzunguke, uwepo wa Mungu kuzunguke, utukufu wa Mungu kuzunguke. Na achilia utukufu wa Mungu kuzunguke, kama vile kipindi cha Ayubu alikuwa amezungukwa na utukufu wa Mungu. Adui alipotaka mguse alikuta haiwezekani, kwa sababu utukufu wa Mungu ulimzunguka. Kama kuna mahali uliota ndoto mbaya, ulipata hofu, kuna vitu vyako vilikuwa viendi, na achilia utukufu wa Mungu, wingu la Mungu liwe juu yako. Pokea wingu la maombi, pokea utukufu wa Mungu, pokea mpenyo, pokea mpenyo. Nataka useme na Baba yako wa mbinguni, nataka useme na Mungu wako sasa, nataka usemezane naye. Biblia inasema kwamba haya, njoni tuojiane, njoni tusemezane. Peleka hoja zenye nguvu mbele za Bwana. Anza kufungua anga lako sasa, anza kusema na Roho Mtakatifu, anza kusema na anga la usiku. Kila uzito na uondoa, kila roho ya kukosa maneno ya kuomba. Kuna mtu unakosa maneno ya kuomba, unakosa nguvu ya kuomba. Mwingine unaendelea kuomba, usingizi umekuchukua, unahisi kama huko na mahali upo huko na kuita kwa jina la Yesu, huko na kutia nguvu kwa jina la Yesu. Naingia katika ulimwengu wa roho, naenda kuteka nyara kila ambacho adui alikuwa amekichukua, chochote ambacho adui alikuwa amekiiba, ambacho kilikuwa ni cha kwako. Naenda kuteka nyara afya yako, naenda kuteka nyara uchumi wako, naenda kuteka nyara vitu vyako. Ingia katika ulimwengu wa roho, naenda kanyang'anye kila silaha za giza, naenda kanyang'anye kila mahali ambapo adui alikuwa ameleta uharibifu. Tunangaribu kila mipango ya giza. Nenda kapige mfarume wao, nenda kapige makuhani wa kipepo, wakuu wao, viongozi wao wa giza. Tunawasambaratisha kwa jina la Yesu. Vamia kila kambi zao, vamia vikao vyao. Au wanaopitaga usiku huu kuleta uchawi wao, wanaopita usiku kuleta vitisho, wanaopita usiku wa maneno kuanga, tunawalipua kwa damu ya Yesu. Lipua pande zote, lipua pande zote, lipua pande zote. Wale maadui wanaoungana, walioungana kama watesi ili wakutese, ili wakutumie mashambulizi, ili watume mashambulizi kwa familia yako, kwa nyumba yako, kwa watoto wako, kwa familia yako, kwa ndoa yako, kwa mahusiano yako, kwa maisha yako. Nalipua hizo madhabahu, nalipua huo uzito usiku wa manane wa leo. Nguvu ya Mungu ishuke, nguvu ya Mungu ishuke. Tunalipua uchawi wote, tunalipua vitisho vyote. Kila roho ya hofu inayokuvamia na iondoa kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya ujasiri, valishwa nguvu za Mungu, valishwa. Biblia inasema kwamba jivikeni silaha zote ili muweze kushindana. Nami naachilia silaha za kimungu zishuke juu yako, silaha za mbingu. Pokea silaha, pokea silaha, pokea silaha, pokea silaha. Kama Yeremia anavyosema kwamba ulungu langu na silaha zangu za vita. Pokea silaha, pokea silaha, pokea silaha za Mungu, pokea silaha za Mungu. Pokea ujasiri mahali ulipokuwa umechoka, Mungu akuongezee nguvu. Pokea mamlaka ya kinywa, kila uzito uliokaa kwenye mdomo unaozuia maneno kutoka. Toka we giza, toka we pepo. Hata kama unasikia sio mtu wa imani ya kuamini katika Ukristo, lakini unaamini katika Kristo, Yesu akutie nguvu, Yesu akuwezeshe, Yesu akusaidie. Hata kama ulikuwa umeanguka mara ngapi, inuka tena, maana ushindi uko mbele yako. Inuka tena, maana shughuli na kutaka wewe, na kuongezea mafuta ya Roho, na kupaka mafuta kama mtu wa Mungu. Mungu akusaidie. Angusha ngome, angusha madhabahu, angusha uchawi na uganga, angusha kila vitu vya giza, angusha kila watesi. Tunawapiga huko, tunavunja ngome zao, tunavunja kuta zao, tunawapiga makuhani wote, tunawapiga wafalme wao, au wanaotoa majibu, au wanaotoa muongozo wa kwenda kuvamia mahali. Nasi tunaenda katika ulimwengu wa roho, tunaharibu magonjwa yao, tunaharibu magonjwa uchawi ya ndoto, magonjwa usiku ya kutengenezwa, na yaripua na kuyasambaratisha, yashindwe kwa jina la Yesu. Kila vikao vya giza tunabatilisha, kila maagenti tunawaharibu, tunapindua viti vyao, tunapindua kazi zao, tunapindua mawazo yao, tunapindua njia zao, magari yao, mabawa yao yalipuke kwa jina la Yesu. Kila wadudu wanaowatumia, kila wanyama wanaotumia, ndege wanaotumia, tunalipua kwa damu ya Yesu. Lipua mtu wa Mungu, lipua kwa moto, lipua kwa moto, lipua kwa moto. Maombi yako unaweza kuona ni kawaida, lakini yanaharibu kazi za giza, yanaharibu kuliko kawaida. Kuna vitu vinaharibika saa hii, kuna vitu vinapigwa saa hii, kuna vitu vinapondwa saa hii. Unachoomba wakati huu unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho kinageuka kuwa moto, kinageuka kuwa radi, kinageuka kuwa mapigo. Nami napiga kila kazi za giza, napiga kila mashambulizi yanayokufuatilia. Haribu kwa jina la Yesu. Piga, ponda, vunja kwa jina la Yesu. Vunja kila mipango ya shetani, vunja kila uzito, vunja kila uzito. Toka uzito wote, toeka vitisho vyote, toeka uchawi wote. Haribu nguvu zote, nyonya nguvu huko wanakotegemea nguvu. Tunaenda huko tunalipua huko wanakotegemea nguvu, wanakochukuaga nguvu. Tunakata connection.
tunaharibu connection zao. Haribu. Hakuna kuitana, hakuna kumita yoyote. Tunaharibu connection zote, tunaharibu connection zote. Kila unayemtegemea tunapiga kwa huko, tunasambaratisha kwa bomu la moto, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu. Vunja, pangua, haribu kwa jina la Yesu, haribu kwa jina la Yesu. Vunja, haribu mipango ya giza, teketeza kila mashambulizi, kila uzito kwako, kila roho ya mauti, roho ya uzito, mawazo machafu, roho ya kukosa maneno. Toka pepo mchafu, toka na matatizo yako, toka na vitu vibaya vyako. Achia wana familia. Ombea mtu wako wa muhimu, mtu wako wa karibu. Una watoto wako, waombee. Una mume wako, muombe. Una mke wako, muombe. Achilia damu ya Yesu, achilia ulinzi sasa. Kataa visasi, kataa malipizi. Achilia damu ya Yesu kila mahali, kwa familia yako, kwa watu wako wa karibu. Una ndugu zako, wewe mwenyewe ulikuwa unaumwa, anza kujitabiria uzima. Kataa hofu, kataa kushindwa, kataa kila vitu vibaya, kataa. Weka ulinzi kama unafanya kazi kwenye kiti chako kile. Kuna maadui wanainukaga kazini, mwambie Mungu ni usiku wa leo na kamata kiti changu. Hakuna yote ambaye anaenda kuningoa wala kuharibu chochote. Kuna hitaji lako ulikuwa unamuomba Mungu akukumbuke. Unahitaji Mungu akupatie uchumi mzuri, unahitaji Mungu akupatie mtoto, unahitaji Mungu akupatie mume, unahitaji Mungu akupatie chochote kile ambacho unahitaji, unahitaji akuponye. Ni wakati wa kumwambia Mungu usiku wa leo. Ni wakati wa kuumba unachokitaka. Ni wakati wa kuisemesha mbingu. Mungu anakusikia, atakujibu. Mungu anakusikia, atakutendea. Usiogope, usikate tamaa. Inua imani yako tu. Maombi usiku wa manane ni maombi yenye nguvu. Una wazazi, waombee. Una ndugu wa karibu, waombee. Wainue tu mbele za Mungu. Mwambie Mungu nakushukuru kwa usiku wa manane wa leo. Mwambie Mungu nahitaji nguvu yako zaidi ya kuomba. Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nitie nguvu. Na achilia ulinzi kila mahali. Naomba ushirika na wewe. Naomba mahusiano na wewe. Nisaidie, niongezee nguvu. Niongezee moyo wa kukupenda. Niongezee imani. Kuna wakati imani yako inatindika, unarudi nyuma. Unakata tamaa baada ya kupitia magumu na changamoto. Unasema sijui kama nitatoboa, sijui kama nitavuka. Na kuambia utavuka kwa jina la Yesu. Na kutabilia kama kuhani wa Bwana, kama mtumishi wa Mungu, kama muombezi. Nasema utavuka kwa jina la Yesu. Hilo litapita tu. Utashinda. Wewe ni mshindi kwa damu ya Yesu. Na kuongezea nguvu. Pokea nguvu kwa damu ya Yesu. Pokea nguvu, pokea ujasiri, pokea ushujaa. Mungu akuletee ushindi katika familia yako. Mungu akuletee ushindi katika nyumba yako. Neema ya Bwana ikulinde na ikutunze. Pokea ujasiri, pokea neema, afya na kibali kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza kaendelea kuomba kwa kadiri Roho anavyokuongoza, au karudisha nyuma maombi yakakusaidia kukupa nguvu ya kuendelea kuomba. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Naamini Mungu amekuhudumia kupitia maombi ya usiku wa manane. Hii ni ibada kamili nyumbani kwako. Hongera kwa kuamka na kuomba. Mungu aendelee kukupa nguvu zaidi. Usishie leo. Endelea kuomba kwa kadiri ya neema Mungu inavyoshuka juu ya maisha yako. Na kukaribisha kunifuatilia zaidi. Unaweza kuungana na maombi mengine ya usiku wa manane ambao nilikwisha kuyatoa. Yapo kwenye peji yetu ya YouTube channel kwa kuandika Maombi ni Dawa. Lakini pia yako mengine kwenye TikTok kwa kuandika Maombi ni Dawa. Utaona maombi ya usiku wa manane yatakusaidia, na utaweza kuweka playlist nzuri ikaendelea kuomba hata kama umenyamaza usiku. Maombi yakaendelea kusindikiza tu, yakaendelea kuomba. Na unaweza ka download kwa njia ya audio, ukaweka kama audio, yakaendelea kusindikiza kuomba. Ukatafuta nyimbo za kuabudu zikaendelea kukutia nguvu na kukuongeza katika uwepo wa Mungu. Utazidi kupata ujasiri. Unasikia amani ndani ya moyo wako kujiambatanisha na ibada hii, kusindikiza maombi yako yenye nguvu ya usiku wa manane. Karibu kwa sadaka yako ya hiari kwa namba iliyoandikwa sadaka. Lakini unatamani wasiliane nami moja kwa moja, karibu kwa namba ya WhatsApp iliyoandikwa WhatsApp. Na hudumia watu kwa njia ya WhatsApp. Naamini Mungu atakuhudumia, Mungu atakubariki na kutendea mema. Ubarikiwe, uwe na wakati mzuri. Jambo nilile